Naitwa Elvincent Wilson almaarufu Fadhili, ni diwani kata Sakina. Kwanza kabisa nirudi nyuma, ilikuwa tarehe 12 mwezi wa 5. Mheshimiwa mbunge alikuja ndani ya kata Sakina kwa ajili ya ziara fupi tu ya kutembelea maeneo kaza ambayo ni changamoto ambayo inakumba wananchi wa kata Sakina. Lakini katika matembezi hayo, ndugu mtangazaji, tulifanikiwa kufika pia kwenye kivuko hichi ambacho kuna mkandarasi anaitwa Shelutete alikuwa akijenga kivuko hichi. Wote wanafikiri kile ambacho kimepigwa na mbao ndicho alichozindua? Hapana, baada ya daraja hili kuwa limekatika upande mmoja kulingana na wingi wa maji. Kwa hiyo kama viongozi, wakati tulikuwa tunasubiri taratibu mbalimbali tuweze kupata hela kwa ajili ya kuongeza tundu lingine la mdomo huu, tuliona tuweke kivuko hicho cha mabanzi ili basi wananchi waendelee kupata huduma, angalau kuvuka kwenda kwenye sehemu kama shule au mambo mbalimbali ya kijamii ambayo yanawahusu wananchi. Tukaamua kuweka hicho cha mbao ili basi waendelee kupata huduma wakati tukiendelea kupambana kuhakikisha tunapata fedha kwa ajili ya kuweka tundu lingine la mdomo wa pili. Hapana, kilichotembelea sio cha mbao, tulitembelea cha simenti, lakini tulitembelea pia kuangalia sehemu ile ilikuwa imekatika. Kiukweli katika upigaji wa picha naweza nikasema unaweza kuona nia njema ya kufanya kitu fulani, lakini kwa upande wa pili, kulingana na kipindi hichi tunachokiendea, kipindi cha masuala ya kampeni na mambo ya kisiasa yamepamba moto, mtu anachukua picha ile na kuisambaza katika mazingira ambayo sio sahihi. Kwa hiyo mtu alipiga picha sio kwa nia mbaya wala sio kwa nia ovu, bali watu wenye nia ovu ndo alichukua picha ile na kuweza kuitengenezea maudhui ambayo sio sahihi. Kwenye picha kinachoonekana sana kwenye picha ni hili la mbao, lakini sio hili lengwa. Sasa unafikiri kwenye picha hapo ndio pana shida? Labda nikukumbushe tu, kwenye picha zile ukiangalia kuna picha kama 4 kama sio 5. Kuna picha upande wa magharibi, lakini kuna picha nyingine imepigwa upande wa mashariki. Picha ya kwanza ilipigwa tukao tumesimama upande wa magharibi, wakati mheshimiwa mbunge akiwa anaongea na wazee fulani ambao ni wazee wakubwa ambao eneo hili, ambao pia naweza nikasema ni mzee ambaye alifungua njia, manake ule mzee wakati anaongea na ile eneo lote ilikuwa ni mali yake. Yeye ndo alifungua njia hapa na kuhakikisha kwamba panapatikana njia kwa ajili ya kupata huduma ngambo ya pili. Kwa hiyo alikuwa akiongea nao. Kwa hiyo alipiga picha kwa nia njema tu kwamba wakati anapata mawili matatu kutoka kwa wale wazee. Kwa hiyo alipiga picha kwa nia njema kabisa, lakini waovu ndo amechukua na kusambaza picha na kuitengeneza maudhui ambayo sio sahihi. Ile picha inatrend katika mitandao ya kijamii, naweza nikasema ni picha upande wa pili wa daraja ambao tumeweka kivuko kidogo cha mabanzi ili kuweza kuvuka kwa ngambo ya pili. Lakini kama unavyoona sasa hivi hapa nyuma yangu kwamba kuna kivuko hicho cha mabanzi kidogo, lakini nyuma yake kuna hiyo box culvert tuliotengeneza, ambao sasa tunachoenda kufanya sasa hivi ni kutoa hicho kivuko cha mabanzi ambacho kilewekwa kwa muda ili wananchi waweze kupita na kuweka ile tundu la pili ile box culvert. Katika ziara ile tulikuwa mimi hapa, mheshimiwa mbunge, mwenyekiti wa chama kata, mwenyekiti wa tawi la Sakina Kati na Sakina Kaskazini, lakini pia tulikuwa na katibu wa Sakina Kati, tulikuwa na katibu wa WT, tulikuwa na mwenyekiti wa vijana, tulikuwa na mabalozi pamoja na wananchi, lakini pia tulikuwa na wanafunzi ambao walitokeza kwenye chuo cha jirani tunachokiona kiko nyuma yangu hapa cha Focus Academy. Kwa hiyo wote walikuwepo katika eneo hili. Ndugu mtangazaji, hapo unavyoona niliposimama ni kwenye hiyo box culvert ambayo tumetengeneza, lakini wakati tumetengeneza ile box culvert hapa kulikuwa bado kuna kifusi au udongo ambao ni udongo asilia uliokuwa katika eneo hili. Kwa hiyo baada ya mvua kunyesha kubwa, maji yalipita juu ya ile daraja, lakini pia yalipasua eneo la kule pembeni na kuchimba udongo wote hapa na kuutoa. Kwa hiyo wananchi wakawa wamekosa huduma kutoka ngambo ya pili kuja upande wa huku. Kwa hiyo tukaamua kutengeneza hichi cha mabanzi kwa muda mfupi ili basi wananchi waweze kuvuka, kama unavyoona wengine wanavuka sasa hivi, ili waweze kuvuka ngambo ya pili na kwenda kupata huduma mbalimbali. Lakini kwa sasa tunachokifanya ni kwamba tunataka sasa tutengeneze mdomo mwingine wa kufunga hapa na kwenda paka pale, ili basi tuhakikishe kwamba haya maji hata kama mvua itanyesha tena basi kubwa, maji haya yaweze kupita vizuri na yasilete tena madhara katika eneo hili na wananchi waendelee kupita. Picha ya kwanza wakati tunasimama hapa ile siku tulipiga picha tukiwa katika eneo hili hapa, lakini picha ya pili tulipiga tukiwa tumesimama upande wa ngambo ya pili pale kwenye gate jeusi. Sasa picha ile trend ile tulisimama kwenye gate upande wa pili, ambaye mpiga picha alisimama upande huu, kwa wakati anapiga akachukua kivuko hichi cha mbao kwenda ngambo ya pili. Kwa hiyo picha ile ndio watu wamechukua na kwenda kuibadilisha picha na kuitengenezea picha ambayo sio sahihi. Kwa majina naitwa Fatuma Ramadhani Molel, ni katibu wa UWT kata Sakina. Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kuwashukuru waandishi wa habari kufika mahali hapa ili kuja kupata ufafanuzi wa kivuko hichi, kwani imezua gumzo sana katika jiji letu la Arusha baada ya mheshimiwa wetu mbunge wetu kuja kutembelea kivuko hichi.
Kifupi ni kwamba wananchi wengi walikuwa wakimlalamikia sana mheshimiwa mbunge baada ya hichi kivuko kwa kimejengwa lakini bado hakijakamilika na wananchi wanaendelea kupata changamoto ya kuvuka. Ndipo mbunge aliposikia kilio cha wananchi na kuja Sakina kutembelea kivuko hichi. Na alipokuja akakuta kivuko kweli kimejengwa upande mmoja, upande mwingine wameweka mabanzi ili waendelee kuvuka wakati wakisubiria ujenzi wa awamu ya pili kumalizika ili daraja likae sawa. Picha kwa nini imesambaa sana? Huo ni umaarufu kwa mheshimiwa mbunge. Watu wakimuona tu mbunge mahali popote wanamfuatilia kwa mabaya na mazuri, lakini sisi tunashukuru kwa kupitia picha hizo sasa hivi kivuko hichi kinaenda kumaliziwa. Ile siku ilikuwaje mpaka mkazua gumzo kiasi hicho? Walozua gumzo sio sisi. Sisi tumefurahi mheshimiwa kasikia kilio cha wananchi na amekuja, ametembelea, ameona changamoto iliyopo. Basi tukasema tupate picha ya kumbukumbu ya mheshimiwa kaja kutembelea changamoto za wananchi. Baadaye mheshimiwa mwenyewe ndo alirusha zile picha kwenye peji yake, lakini waliochukua sasa zile picha wenyewe walienda kutafutia maneno ya kuweka kwenye picha bila kujua ni nini lilikuwa lengo la mheshimiwa kuja kwenye daraja hili. Ukweli ni kwamba hili daraja lilijengwa na halmashauri na sio mheshimiwa Gambo. Mheshimiwa Gambo yeye alitoa mchango wake ule wa mfuko wa jimbo shilingi milioni 5 kama kawaida. Kwa hiyo baada ya kuona wananchi wanamlalamikia mheshimiwa Sakina, kuna changamoto, kata imelalamika, viongozi wa mtaa wanalalamika, chama kinalalamika, ikabidi aje afike hapa. Lakini ukweli ni kwamba halmashauri ndio wanajua tatizo la hili daraja. Kwa picha kusambaa mmefaidika? Tumefaidika maana sasa watu wametujua pia Sakina, lakini pia daraja linaenda kumaliziwa. Naitwa Alidi Koshumo. Nakumbuka ilikuwa tarehe 5 siku ya Jumatatu. Mheshimiwa mbunge alifika hapa na viongozi wengine wa chama kuja kutizama hii daraja. Shauri inalete athari sana hapa kwa watoto wa shule na pia kwa watembea kwa miguu. Ni kwa nini ninyi kama wananchi mmeongeza hili la mbao? Naongeza hili la mbao, shauri ilikuwa inachimba sana upande huu wa pili huko. Inasaidia watoto kupita kwenda shuleni.